meli zote katika ziwa hili la Victoria. Waziri wa uchukuzi anatoa maelezo yake hapa. Ghorofa manne. Hapa tuko ghorofa ya juu ambayo ndio main deck. Na eneo hili hasa kule mbele ndio sehemu kwa ajili ya uendeshaji wa meli. Ndio kwenye wheel bridge ama wheel house ambao pale ndio kuna shughuli ya uendeshaji wa meli. Naomba ndugu Eric aweze kutoa maelezo. Pole. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sasa tuende kwenye wheel house. Hii ni sehemu ya juu kabisa ya meli hii. Unaweza ukaona mambo yalivyo, na ndivyo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anavyoendelea na ukaguzi wenyewe wa meli hii ya MV New Mwanza. Tuko juu kabisa ya meli. Wengine hapa wanasema kila mtu kuna namna anavyoitafsiri kulingana na ukubwa wake, ikiwa ni meli kubwa kabisa katika ziwa Victoria. Mtazamaji wa TBC, tuko hapa na Mheshimiwa Waziri Mkuu yapanda juu kabisa ya meli hii anapokaa manahodha wa meli. Kimsingi ni meli ambayo imejengwa kwa mfumo ya kisasa kabisa kwa ajili ya kubeba mizigo na abiria. Kabla ya maelezo kutoka kwa captain pamoja na kufanya zoezi la kuiendesha ama kuiongoza meli hii, kuna vipengele vingine kama vile hivi ambavyo tunakuomba uvifanye Mheshimiwa Waziri Mkuu. Cha kwanza ni kuibatiza jina meli hii. Na kuna tamko ambalo limeandaliwa, tafadhali popote alipoandaliwa kwa ajili ya kumkabidhi Mheshimiwa Waziri Mkuu tamko la meli hii, anabatiza jina. Tafadhali naomba kisemeo. Naomba kisemeo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Baada ya kubatiza jina Mheshimiwa Waziri Mkuu, utapiga honi kwa maelekezo ya captain ama nahodha wa chombo hiki. Na baadaye sasa captain ndiye atakayetupitisha kwenye maelezo ya meli hii ilivyo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Natoa jina na kuzindua meli hii. Kuanzia leo itaitwa MV New Mwanza. MV New Mwanza. Mwenyezi Mungu ibariki meli hii. Wabariki wote watakao safiri kwa meli hii. Mwenyezi Mungu wape afya njema, weledi, busara na ujasiri watendaji wote wa meli hii, ili waongoze meli hii kwa usalama katika muda wote wa matumizi yake. Mungu ibariki Tanzania. Makofi mengi. Asante sana. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kuwa umebatiza jina meli hii, inaomba sasa utapiga honi ikiashiria sasa baada ya kumeibatiza chombo hiki kinatumika rasmi. Kilikuwa kwenye majaribio, kimewahudumia wana Mwanza, wana kanda ya ziwa, na sasa honi yako inaalika matumizi rasmi. Na kwa shangwe na nderemo nyingi sana, karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaongozwa na nahodha atakuambia hapo. Karibu sana. Sekunde sita mpaka sekunde 7. Kwa hiyo sehemu utakayofanya kitendo hicho ni hapa kwenye button ya kijani. Una press, nitakuwa na kuongoza kuhakikisha kwamba hizo sekunde 6 mpaka 7 zinafikiwa, alafu tuna pause kidogo kama sekunde 2, unapiga ya pili mara 3. Haya maelezo mengine ya ziada, wakati hili linafanyika, kuna vitendo vingine vitakuwa vinaendelea nje ya meli. Tunasema kuna water salute, kuna timu imeandaliwa, walio nje wataona maji yanasalimia anga la Mwenyezi Mungu. Lakini pia kutakuwa na ishara inaendelea kuonyesha kwamba kuna sherehe na kuna hafla inaendelea humu ndani, kuna mafataki ya sherehe yatakuwa yanaendelea ndani huko nje. Karibu Mheshimiwa. Unabonyeza hapo mpaka nitakapokuambia kata.
Tunarudia tena. Nakwenda mara ya mwisho. Baada ya uzinduzi huo rasmi, jina kutamkwa na meli kuzinduliwa kwa ishara hiyo ya kibaharia ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu ameifanya, naomba nitoe maelezo mafupi kuhusiana na meli hii. Mengi na kwa ufupi, mtendaji mkuu ameyazungumza kwamba ujenzi wa meli hii ulianza mwaka 2019 na majaribio ya awali yalikuwa ni Machi 2024. Kwa hiyo mpaka tunavyozungumza meli imekamilika na tumeshafanya majaribio ya awali. Meli ipo tayari kwa ajili ya kufanya kazi ikiwa inazingatia viwango vyote vya kimataifa na imejengwa ziwani, lakini kama ungeweza ukaibeba ukaidumbukiza baharini, ina sifa za kutembea baharini. Kwa maelezo hayo machache, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikukabidhi kama kuna neno la kusema hapa, vinginevyo ukumbi ni wako. Karibu. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri pamoja na viongozi wote ambao tumeambatana. Tumeshuhudia jambo kubwa sana katika hatua hii. Nadhani hotuba tutasemea pale kwenye eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kusalimia wananchi, lakini itoshe tu kusema hiki ni kipimo miongoni mwa vipimo vya maono ya viongozi wetu. Ni kipimo miongoni mwa vipimo vya uwezo wa nchi yetu. Ni kipimo miongoni mwa vipimo cha uwezo wa serikali yetu. Hili ni jambo kubwa na litaenda kusaidia wananchi wetu katika jitihada za kupambana na umaskini. Niwatakie kila laheri. Tumepanda kama tunapanda mlima Kilimanjaro, kumbe tunaenda kwenye meli. Kwa hili ni jambo kubwa sana na ni jambo ambalo linaweka historia nyingine ndani ya nchi yetu. Mungu aibariki meli kama nilivyotangulia kusema, na awabariki nanyi mtakao kuwa mnaongoza meli. Asanteni sana. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkurugenzi mkuu pamoja na Mheshimiwa Waziri watakupitisha kwenye meli hii kuona baadhi ya maeneo, ambapo wakati huo nitaomba makapteni, mabaharia na wahudumu wa meli hii mtashuka pale chini ambapo ulikatwa utepe. Mheshimiwa Waziri Mkuu anataka kapige picha ya kumbukumbu na ninyi ya kipekee kabisa, peke yenu, makapteni, mabaharia, wahudumu wa meli. Wakati huo Mheshimiwa Waziri Mkuu anapitishwa kwenye maeneo ya meli hii kujionea hali ya mambo ilivyo ndani ya meli hii. Asante sana. Namna hiyo, mtazamaji wa TBC, ndivyo mambo yanavyoendelea hapa katika meli ya MV New Mwanza. Tayari Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekwisha zindua kwa ishara hiyo ya kibaharia. Wana taratibu zao mabaharia namna ya kuzindua vyombo kama hivi, na tayari ameshafanya hivyo, na zoezi linalofuata hapa anaendelea kutembelea sasa meli yenyewe kuona namna ilivyojengwa, kwa maana ameanzia huku juu kuzindua na sasa atapita kwenye vyumba na maeneo tofauti ambayo wanakaa abiria. Pengine inaweza ikasalia kama siku ya kihistoria, siku kubwa kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na Watanzania kwa ujumla kupata meli hii ambayo kimsingi ndio inaelezwa kuwa ndio inakwenda kwa meli ya kwanza, ikiwa meli kubwa katika Ziwa Victoria, ikiwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 kwa wakati mmoja, lakini pia ikiwa na uwezo pia wa kupakia